Naam, fungua nami katika kitabu cha Danieli, sura yake ikiwa ni ya kwanza, mstari wa 19 na mstari wa 20. Daniel chapter 1 verse 19 and verse 20. Fungua nami pale Danieli sura ya kwanza mstari wa 19 na mstari wake wa 20. Biblia yangu inasema hivi: mfalme alipozunguka mfalme alipozungumza nao wote, hakuna walioonekana kuwa bora kama Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria, basi wakakubaliwa kumhudumia mfalme. Jambo lolote la hekima au maarifa ambalo mfalme aliwauliza, alijionea mwenyewe kwamba vijana hao wanne walikuwa bora mara 10 kuliko waaguzi na wachawi wote katika utawala wake. Naam, tumeona pale Danieli ambaye na wenzake, ambapo basi walifika mahali, na ukisoma pale nyuma ukianzia mstari wa kwanza sura hii kitabu cha Danieli, utapata kutambua kwamba walifika mahali ambapo walikuwa wametengwa kwa ajili ya kuweza kulishwa chakula cha mfalme, na kisha baadaye wapate kuangalia kati yao ni yupi aliye bora. Kwa hivyo ilikuwa ni ka season fulani, mfalme anachagua watu wake. Ka season, I'm talking about a season, majira fulani, nyakati fulani ambapo si ilibidi watengwe. Na ujue unapoenda kwa nyumba ya mfalme, wanasema unakula vyakula, kuna vyakula unakula pale ambavyo labda hujawahi onja, vitu vingine vitamu, vingine unajua ni vya kiafya tu, lakini si vitamu sana. Unajua sijaielewa kwa nini mara nyingi vitu ambavyo viko na nutritions nyingi, vile ambavyo vina madini mengi ya kutusaidia mwili, vingine vyavyo si vitamu, lakini vya kusaidia miili yetu. Anyway, tuachane na hayo. Na walipoenda kwa mfalme, ilikuwa ni opportunity ya kipekee ukule kitu ambacho hujawahi kula tena. Opportunity ya kipekee upate kujienjoy. Lakini walipofika pale, wakagundua, Danieli na wenzake wakagundua kwamba kuna baadhi ya vyakula katika nyumba ya mfalme ambavyo kidogo havileti utukufu kwake Mungu. Na walipoona hivyo wakasema kwamba hatutajichanganya kwa vyovyote. Kulikuwa na divai, kulikuwa na nini, vitu hivyo vyote. Na walipofika mahali wakafanya uamuzi, wakasema ndio tuko katika hii season, lakini hatutajichanganya kivyo vyote. Na sasa hivi nikawa nahisi kwamba we are also in that season. The life is comprised of seasons. Kuna majira tofauti. Niposa Biblia inasema kwamba there is time for this, there is time for that. Kuna majira hii, kuna wakati wa hii. Kwa hiyo basi maisha yetu yanasaraundiwa na majira fulani. Kwa hivyo kina Danieli kuna majira fulani yaliwapata, na wakafanya uamuzi kwamba hatutajichanganya, tutabakia waaminifu. And you know what happened later. Na nipate kujuza hivi, nasi pia katika taifa letu la Kenya ama ulimwengu mzima, na niongee kwako wewe ambaye unanisikiliza, unapitia katika majira fulani. Sote kwa pamoja kuna majira fulani ambayo tunapitia, ni kipindi fulani, ni season fulani ambayo tunapitia, wakati ambapo tumefika mahali tunafanya vitu ambavyo hatujazoea kuvifanya. Tunafanya vitu kama watu ambao tumezoea kusalimiana, walokole tumezoea kupeana mpaka hug. Mtu anaenda pale na mhug mwenzako, mwenye analia, mtu akiwa na kilio, na wewe ni dada yake, dada kwa dada. Unafika mahali dada anasema, "Hai dadangu," anampatia bega, lilia hapa, a shoulder to lean on. Lakini sasa hivi ni wakati hata mtu akilia, my friend, a shoulder is never there. Kwa maana akikuja hapa analia, bado namshuku ama kuna ile ugonjwa ako nayo. Kwa hivyo inabidi na keep social distance. There is what we call social distance nowadays. But let me tell you, it's just for a season. Ni kwa muda tu. Kuna mtu ambaye sasa hivi unapata kwamba wewe ulikuwa umezoea kujitunza, uko sawa, hausumbui mtu, unajifanyia biashara zako, wewe ni mjane, lakini you don't depend on anybody. Lakini kuna ka season kameingia, biashara yako imeenda chini, there is nothing you can do about it. Now unashindwa what next. Let me tell you, nahisi kwamba jana nilipokuwa nimetulia, nikahisi tu Bwana akiniwekea ndani mwangu kwamba nikujuze, it is just but a season. Nika season tu napitia. But after all this, kwa wale ambao tutabakia waaminifu, hutajiingiza kwa ukahaba, kwa sababu unatafuta kisponsor aweze kusponsor upate chakula cha kulisha watoto wako. Hutajiingiza kwa vitu ambavyo vya kiajabu, kwa sababu kuna lockdown. Unajua mke wako wako mashinani, mzee unaamua kutafuta kampango kwa kando, unakaa nako. No, mtu ambaye, na sasa hizo wewe ni mzee wa kanisa, wewe umeokoka,
kwa wale ambao watashikilia imani, kwa wale ambao tutabakia waaminifu kwake Jehova, kwa wale ambao tutabaki on the course tukifanya kile ambacho Mungu alituitia kufanya. Wakati huu watu hatuendi kanisani, wengine wanafika mahali ni kujichanganya tu, wakisema hakuna mchungaji ambaye ananiona, hata sisikii nikihukumika kwenda kanisani, maana siendi kwa madhabahu tena. Yani kuna mtu atamfanya tu vitu kiajabu ajabu. Wale ambao watafanya hivyo, this is my prayer, na hizi kwamba hili ni ombi langu. Katika mstari wake wa 20 maandiko yanasema kwamba jambo lolote la hekima na maarifa ambalo mfalme aliwaagiza, alijionea mwenyewe kwamba vijana hao 4 walikuwa bora mara 10. May you be better 10 times than every other person, kwa wewe kujitenga na kutenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Baada ya hii season kuisha, maana there is time for everything. Huu ni wakati wa hii season, ndio mambo haya yanafanyika, lakini ni mambo utakuwa naambia watoto wetu kama historia tu. Itapita, hii yote itapita, na itakapopita, je, utamaliza vipi? Utakaporejelea ibada zetu za kawaida kanisani, je, utakuwa mahali ulipokuwa, ama better than mahali ulipokuwa, ama worse? Utakuwa umesharudi grade 0 pale ambapo tulikuwa. Of course watoto wakienda shuleni wameshakaa sana, unapata kwamba wengine wamesahau hesabu ambayo walifunzwa na kadhalika. Lakini katika masuala ya kiroho, je, kwa wale ambao wameokoka, je, where will you be? Unajiombea ama ulikuwa umesubiri, unafurahia tu pastor lazima ndiye anakusomea Biblia, anafanya kila kitu? Are you doing anything about it? Where will you be at that time? Je, wakati tutarejelea ibada, pastor akwambia leo wewe ndio una minister, wewe ndio unahubiri, je, will you be in a position to preach? Will you be in a position to lead worship songs? Will you be in a position to lead a service? Are you okay wherever you are? Are you doing something about it? Ama umekaa tu, you know shatosheka, usema ni kula na kunywa, ponda raha, kifo chaja, ibada zilifungwa. Hiyo ni hatari kubwa. Kwa hivyo pote pale ulipo, mpendwa msikilizaji, na hisi kujuza hivi, it is just but a season. Ni ka season tu tunapitia na kataisha. Na kashaisha. Je, how will you be? Where will you be? Utakuwaje? Itakuwa ni challenge kwetu sote, na ni ombi langu kwa wale ambao tunashikilia imani, wale ambao tunakataa compromise, that you may be 10 times better than every other person katika masuala ya hekima. Na Mungu, unaposoma kitabu cha Wakorintho wa pili, unapata kutambua kwamba 1 Corinthians chapter 1 and 2, unapata kutambua pale kwamba Mungu anatupa hekima, na hekima yake anafunulia walio wake, anawafunulia maneno fulani ya hekima ambayo basi yapo hayafunuliwa kwa wengine, ambayo yatakusaidia, na maana utayahandle kihekima. Mungu akusaidie, akuwezesha, tupe sote kwa pamoja, tupe hekima katika masuala haya, wala ambao utashikilia imani tuwe 10 times better. Na ndiposa basi iwe ni katika interview utaenda hata baada ya hii COVID-19, you'll be 10 times better than wale wengine ambao mtaenda nao. Iwe ni biashara utafungua after COVID-19, utakuwa 10 times better than wale ambao wako na biashara kama hiyo. Iwe ni chochote kile utaenda kufanya, iwe ni pale kazini ambapo umeajiriwa, labda umeajiriwa serikali, mmetuliza, you are working from home. Mkirudi pale kazini, hata mkiwa pale nyumbani, you will be 10 times better. May that be our portion, that will be 10 times better than every other person ambaye amejichanganya, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu atutangulie na atuwezeshe kwa hali zote, kama vile Danieli na wenzake walivyokuwa. Tunamtumikia Mungu aliyefanya hivyo, na anasema kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. May that be our portion today, in Jesus name, that Lord, you are making us 10 times better as we serve you in truth and in spirit. Baba, tunakushukuru kwa neno lako. Baba, tusaidie kwamba Bwana tukaenende sawia na makusudi yako. I know you have good plans for us, Lord. May you make us 10 times better, be it even in our health, katika afya zetu. Bwana, napopimwa tapatikana tukiwa na afya nzuri, watoto wetu vile vile, wazazi wetu, kila mmoja, msikilizaji huyu ambaye ananisikiliza. Bwana, nakushukuru maana tenda hayo, kwa kuwa wewe ni mwema. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Mungu akutende wema pote pale ulipo, tunapozidi kumtumikia Bwana. May that be your portion. May you claim it. May you pray and claim it in Jesus name, and so be it. Amen. Kumbuka kusubscribe kwa channel yangu hapa. Mungu akutende wema. For more, tuzidi kusemezana. Kumbuka basi hii ni prayer point. Make sure unaendelea kuomba, kuclaim kwamba may that be your portion in Jesus name, kwamba Bwana akapata kufanya kuwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Pote pale ulipo, nawapenda sana. Tuzidi kuomba, na hii corona ni season tu, inaenda kuisha. Kilicho na mwanzo kosi kuwa na mwisho, itaisha tu.
na mambo yatakuwa shwari. Nawapenda sana. Kumbuka kusubscribe kwa hii channel. Usisahau click subscribe button ili tuwe marafiki pale kwenye YouTube, na ni upload anything inakujulisha free of charge. There is no charge. Unatumiwa tu click mpaka bell button pale. Anytime na upload mahubiri na chochote kile bila shaka cha kubariki, utakuwa unapewa, unatumiwa tu notification ya email kwamba Mandala ameload kitu hapo, ili tuzidi kubarikiwa kwa pamoja. Mungu ndio usipitwe na anything Mungu akutende wema. Mara nyingi wana upload kwa siku mara kadhaa, maybe 2-3. Kwa hiyo basi make sure you are updated. Tuzidi kutiana moyo. God bless you. I love you all. Hadi wakati mwingine. Subscribe Victor Mandala hapo chini tu. Si atafuta nini? Hapo tu chini kwa hiyo video hapa wameandika subscribe. Subscribe tafadhali. Mungu akutende wema. Shalom. Love you all.